Ujambo mpenda mtazamaji, karibu tena ili tuweze kufanya uchambuzi katika siku hii ya leo, ikiwa ni mambo mengi ambayo yanaendelea kufanyika au kuweza kutendeka, na kukaribisha tu tena tuweze kufanya uchambuzi. Na nataka kueleza kitu moja, kwa nini Samia anataka maridhiano na Tundu Lissu. Hiyo ndio topic yetu ambao niko nataka tuweze kufanyia uchambuzi wake. Unajua, katika siasa chochote kinaweza fanyika iwapo tu maslahi ya wanasiasa yatakuwa yanaendana, basi chochote kinaweza kutokea. Kwa hivyo tunaweza ona ya kuwa huenda Tundu Lissu hawezi kufanya kazi pamoja na Samia Suluhu, au tunaweza ona ya kuwa timu ya opposition haiwezi ungana pamoja na serikali, hata kwa kuunda serikali nusu nusu, ya kuwa hayo hayawezi kutokea. Lakini nataka niweze kukueleza ya kuwa kwenye siasa chochote kinaweza kutokea, na niko nataka tu kukuambia mambo fulani ambayo yamekuwa yakiweza kufanyika. Naibu wa Rais Emmanuel Nchimbi alikuwa sehemu moja kule sehemu ya Dodoma, na kuna matamshi ambayo aliweza kutoa huko akiweza kudai ya kuwa ameweza kutumwa na Rais Samia Suluhu. Kulingana na madai yake, naibu wa Rais Nchimbi aliweza kusema ya kuwa kunatakana kuweza kuwa na mazungumzo ya maridhiano kati ya serikali, upinzani na wale ambao walikuwa wanaandamana. Kunafaa kuwe na ile maridhiano ya mazungumzo. Hawezi kuwa anatoa yale maneno. Kwanza alipotoa maneno yale aliweza kuashiria ya kuwa alikuwa ameweza kutumwa na Rais Samia Suluhu, Daktari Samia Suluhu. Kwa hivyo mpenda mtazamaji, hakuna kitu ambacho hufanyika kwenye siasa tu kwa maana ya kuwa imeweza kufanyika vile. Anapotoa statement fulani kama hiyo, inamaanisha kunaonekana kuwa na ile mazungumzo ambayo iko nyuma ya pazia, au wanapania kukuwa na mazungumzo na timu ya opposition. Ndio maana unaweza kumuona Nchimbi akiweza kutoa maneno yale. Na katika video hii ndakuwa na kuambia au ndakuwa na kuvumbulia mambo ambayo nafikiria nafikiria ya kuwa kunaweza kuwa na maridhiano kati ya Tundu Lissu na serikali ya Mama Samia Suluhu. Upinzani na serikali huenda wakafanya kazi pamoja, au hata kama si kufanya kazi pamoja, huenda wakaunda ile government ya nusu kwa nusu. Karibu ili tuweze kukufahamisha. Lakini kumbuka mpenda mtazamaji, iwapo haujaweza kubonyeza kile kidude cha subscribe, na kuomba uweze kubonyeza na pia uweze kuguza kile kengele, ndipo utaweza kutupatia fursa ambapo tukitoa video YouTube itakuwa inakufahamisha kwa wakati mwafaka. Bila kupoteza muda mpenda mtazamaji, wacha tuweze kuingia katika uchambuzi huu ili tuweze kufahamishana mengi ambayo yanajiri. Jana mpenda mtazamaji, kulikuwa na kesi ambayo ilikuwa inatarajiwa kuendelea, kesi ambayo ina kesi ya uhaini ambao ni kesi ya Tundu Lissu. Ilikuwa inafaa kuweza kusikilizwa kesho, ilikuwa inafaa kusikilizwa hapo jana, na kesi hiyo haikufanyika. Hata Tundu Lissu hakuletwa kizimbani, na ndipo niko nataka tuweze kujadili mambo fulani. Mbona unafikiri ya kuwa kesi hiyo haikufanyika? Na kabla hata tuende mbele, mpenda mtazamaji, nataka nikuulize swali moja. Je, wewe mwenyewe kibinafsi unafikiri ya kuwa kunaweza kukuwa na maridhiano kati ya Rais Samia Suluhu na Tundu Lissu? Je, unafikiri ya kuwa wawili hao wanaweza kufanya kazi pamoja? Niambie pale kwenye comment section ili niweze kusoma tu baadhi ya comment zenyu, jinsi mnafikiria kuhusiana na jambo lote hilo mpenda mtazamaji. Kwa hivyo kulikuwa na kesi ambayo
hapo jana ilikuwa inafaa kuweza kusikilizwa ya Tundu Lissu, lakini haikufanyika vile, na jamhuri iliweza kuomba mahakama kuweza kuahirisha kesi kwa siku 14. Mbona nafikiri ya kuwa jamhuri inataka kuahirisha kesi hii kwa siku 14? Na pia tukaona mahakama ikiweza kukana na kuweza tu kuahirisha kwa siku 2 pekee. Kwa hivyo jamhuri ilikuwa inapendelea kuweza kuahirisha kesi hii kwa siku 14 kupatiane ile room ya talks, sababu kuna maongezi ambayo yako nyuma ya pazia yanaendelea kati ya timu ya opposition na timu ya serikali. Kuna hiyo maongezi ambayo yanaendelea. Kwa hivyo nafikiria kuwa ni jamhuri inataka kupatiana ile space ya maongezi yaweze kufanyika. Pia leo nimekuwa naangalia baadhi ya taarifa ambazo nimekuwa napokea hapa hivi katika meza hii ya kuwa baadhi ya viongozi ambao walikuwa wameweza kushikwa hapo awali na jumuiya tayari wameshaweza kuachiliwa. Kwa hivyo hii inakuonyesha tu ya kuwa kuna ile mambo ya uridhiano ambao unakaribia. Ndio maana unaweza kuona wanaachiliwa hata wale vijana ambao walikuwa wameshikwa kwa kesi ya uhaini. Usishangae wakiweza kuachiliwa hivi karibuni. Jambo lingine ni ya kuwa maslahi ya kisiasa. Iwapo maslahi ya wanasiasa yataendana, basi watafanya kazi pamoja. Iwapo maslahi ya Tundu Lissu pamoja na maslahi yake Mama Samia Suluhu yatakuwa yanaendana, basi wataweza kuform government kubwa sana, government ya maridhiano. Huenda wakaweza kuiform government ya maridhiano. Ndiposa mimi nasema ya kuwa huenda wawili hawa wakawa na salamu za heri na pia wakakubaliana kwa mkataba fulani ya kuwa watakuwa wanafanya kazi pamoja. Kwa hivyo tunaweza kuona maridhiano, kwa sababu kwenye siasa chochote kinaweza kutokea wakati wowote. Hatuwezi kufunga mlango ya kuwa haiwezi kutokea, huyu ako na msimamo hii na hawezi kufanya ile. Yote yanaweza kufanyika. Mpendwa mtazamaji, nataka